Bwana, leo Gwiji la Vipaji nafundisha jinsi ya kuunga dread nyembamba sana na kuwa nene, lakini hizi tunazikuta zilikuwa zimeungwa na nyuzi na kushonwa na sindano na uzi wa kawaida. Kwa unafumua nyuzi, tukishafumua nyuzi tunazikusanya, tunaanza kuzigawa njia, tunagawa mafungu, tunazigawa tatu tatu. Kwa hiyo kila shina zitakuwa tatu tatu kwa shina moja. Hapo unazichana tena, unazichana na chanuo la chuma, unazichana ili ziweze kukochika vizuri mpaka hapo hii hapa imekwisha. Namna hii tunaendelea tena kukroch, hizo zinakuwa ni hilo kama tulivyofanya mwanzo, tunafanya pia na zingine zinazokuja. Kwa hiyo hivi ndivyo ninavyounga dread nyembamba kwa nene. Alafu mwisho wa siku sasa tumebakiwa na mashina haya matatu. Mashina haya matatu tunayakusanya pamoja ili lipatikane shina moja. Kama unavyoweza kuona imepatikana shina moja ambao ni nene vizuri kabisa na saizi zinafanana zote, na mpaka hapo ndo mwisho. Yo, mambo vipi? Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Siku hii ya leo, ndugu mtazamaji, na kwenda kufundisha jinsi ya kuunganisha dread nyembamba na kuzifanya kuwa nene katika muonekano ambao utakuwa vizuri kabisa, lakini pia tunapunguza idadi ili ziwe chache kichwani. Lakini kama ulivyoweza kuona hapo mwanzo trailer, ni kwamba hapa kazi ninayoifanya nitakuwa na vifaa nitakavyokwenda kutumia siku ya leo. Kifaa cha kwanza ni kitana cha chuma hiki hapa ambacho unakiona. Hiki ni kwa ajili ya kuzifanya dread zichambuke vizuri, lakini pia kifaa cha pili ni kitana kitatumika katika kugawia njia au kunyoshea mistari, lakini pia kifaa cha tatu ni sindano hii ya kuloshia au maarufu kama sindano ya kufumia vitambaa. Hii ni kwa ajili ya kukrochia au kuunganishia dread zetu kama vile ambavyo lengo letu linataka. Kwa hiyo ndivyo vifaa ambavyo Gwiji la Vipaji leo litakwenda kutumia. Zoezi linalofanyika hapa ni kwamba hapa anajaribu kuzitoa nyuzi ambazo huyu mtu mara ya kwanza aliunganishwa dread na mtu mmoja alikuwa nazo zile nyembamba sana. Kwa hiyo kuna mtu wa kwanza alimuunganisha ili ziwe nene, lakini njia aliyokuwa ametumia alimuunganisha kwa kutumia nyuzi, manake alishona na sindano. Ndio maana mimi leo naenda kuzitoa nyuzi zote ambazo zilishonwa humu ili kuweza kutengeneza katika muundo mzuri na bora zaidi, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo ili zoezi nalolifanya hapa, kama wewe utakutana na dread ambazo hasijafanya, basi hii hatua haitokuhusu wewe, utaendelea hatua itakayofuata baada ya hii. Hatua itakayofuata baada ya hii, endelea kufuatilia, utaona. Kwa hiyo naendelea kuzichunguza, kuzitoa nyuzi zote ili kuhakikisha kwamba dread zetu zibaki zikiwa hazina nyuzi. Lakini jambo la msingi, ndugu mtazamaji, wakati zoezi la kutoa nyuzi, kama unavyoweza kuona nyuzi hizi natoa, hizi natoa ya, kama unavyoweza kuona hapa nipo natoa, nazitoa hizi nyuzi kama hizi ya, najaribu kuendelea. Kama nilivyoweza kusema ni kwamba kwa wewe ambaye ndo kwa mara ya kwanza unajiunga nami Gwiji la Vipaji, na kuomba subscribe channel hii ya Gwiji TV. Kama ndo kwa mara ya kwanza unajiunga nami, na kuomba subscribe, ili unapo subscribe itakusaidia wewe uwe wa kwanza kupata taarifa kila nitakapokuwa naweka video zingine za mafunzo. Kwa hiyo umeona nyuzi zinazozitoa hizi, ndugu mtazamaji, hizi ndo nyuzi zinazozitoa. Kwa hiyo kwa kusubscribe usiache pia kubonyeza kikengele. Umeona nyuzi ninazosema, nyuzi ni hizi kama unavyoweza kuona. Umeona hizi nyuzi, hizi ni nyuzi ambazo alitumia, nyuzi alizokuwa ametumia mtu wa kwanza ni nyuzi za kushonea nguo, zile nyembamba lakini ngumu. Kwa hiyo hapa tutakwenda kuanza hatua ya pili itakayofuata. Nazikusanya nywele zangu kama unavyoweza kuona, na kusanya hizi dread zote ili ije hatua ya pili. Okay, hatua ya pili ni ipi, ndugu mtazamaji? Sasa hatua ya pili tutakwenda kutumia pia kifaa cha pili ambacho ni kitana. Hiki hapa, hiki kitana, na zoezi linalofuata sasa ni la kugawa mistari au kugawa njia. Hapa tunanyosha mistari kama unavyoweza kuona hapa, ndo naanza nanyosha namna hii, alafu kuna nywele ambazo zinakuwa zinapita pale ambapo ndipo mstari unabidi upite, unaziachanisha namna hii. Zikiwa nyingi sana au ngumu, unaweza kukata kwa mkasi, sio issue, kwa sababu hapa
lengo ni kutengeneza, tunabomoa lakini pia tunatengeneza. Kwa hiyo ndio hivyo guys, mweza kuona kama unavyoweza kuona hapa nagawa mstari guys, unaendelea namna hiyo, nanyosha mstari wetu umeanza kunyooka, na angalia sehemu ambazo pia kuna nywele bado hazijakaa sawa. Kwa hiyo nahakikisha mstari umenyooka vizuri. Kwa hiyo make sure mstari wako unaogawa umenyooka vizuri, na kama unavyoweza kuona kutokana na saizi ya dread ambazo mteja alitaka, tumegawa mstari hapa chini. Ingekuwa kubwa zaidi basi tungepandisha juu kidogo huu mstari, lakini kulingana na saizi ambayo mhusika alitaka ndo hivi tunagawa. Pia unagawa katikati ya shingo, katikati ya shingo. Kwa mimi hapa nimegawa mashina mawili kwa huku chini kutokana na saizi aliyotaka. Baada hapo nakuja naanza kucroch, natumia sindano ya kufumia vitambaa au kroshia kama wengi wanavyoifahamu. Unaendelea una croch. Nadhani mazoezi au video za jinsi gani ya kucroch nilishafundisha sana. Kama bado hujajifunza basi nimekuwekea linki. Kifaa cha tatu ni hiki hapa ambacho ni kitana cha chuma. Kitana cha chuma. Tunakuja tunazichana hivi ili ziweze kuchanika vizuri. Mwanzo pia nilikuonyesha kitana cha chuma. Si unaona hapa jinsi zilivyochanika? Tunaendelea kuchana. Nilikuonyesha kitana cha chuma na kazi yake ndio hii. Sasa nilikwambia kwa ajili ya kuchambulia dread, na hapa ndipo tunazichambua. Kwa nini tunazichambua? Tunazichambua ili ziwe rahisi kukrochika, kwa sababu hizi dread ukiziangalia zina muda mrefu mpaka kimo hicho, manake huyo mtu amekaa nazo muda mrefu, kwa zinakuwa zimefungana sana. Kwa hiyo ukisema ukrochi hivyo hivyo lazima zitaonyesha au hazitoshikana vizuri. Kwa hiyo tunachambua vile ili zishikane, ili zichambuke. Baadaye unapokuwa una crotch, zoezi lako la kucroch liwe rahisi. Umeona kama hapa, hii hapa tumemaliza. Umeona hii nimemaliza kucroch. Umeona hakuna maajabu guys, hakuna maajabu bali ni uwezo tu. Okay, kama unavyoweza kuona namna hiyo. Tunaendelea guys, tunaendelea. Mstari wa pili nilishaugawa tena. Nadhani wa mwanzo uliuona jinsi gani nilivyogawa. Kwa hapa huu ni wa pili. Njia ni zile zile, yani jinsi ya kugawa mistari unafanya kama ulivyofanya mwanzo. Kikubwa ni kuangalia size ambapo unagawa mstari. Je, ndio size ya haya mashina yako yote inafanana? Make sure zinafanana, zisipishane kwa sababu ni kutengeneza. Kwa hiyo kwa mstari huu wa kwanza, wa pili, ndio hii hapa guys, ndio hii hapa kama unavyoweza kuona, lakini baadaye nikawa nimemaliza mstari huo guys. Nimeenda kama idadi kadhaa hapa, narudia. Umeona hapa narudia kucoach, kuiweka sawa, kwa sababu kuna wakati unaweza kuwa umecoach alafu baadaye tena unakuta nywele haijakaa vizuri. Kwa lazima urudi uiangalie wapi hapa hajakaa vizuri ili urekebishe. Lengo ni kutoa kazi nzuri ili nywele zionekane vizuri au kazi ionekane nzuri kwa ubora zaidi, kwa sababu lengo ni sio kufanya tu, lengo ni kufanya kazi iliyo bora. Baadaye sasa nazitoa hizi hapa, nazo zitoa tena hizi zingine. Na ikumbuke mashina ambao nimeyaunganisha leo ni mashina matatu. Nimechukua dread tatu nimeziunganisha kutokana na unene wa hizi dread. Umeona hizi tatu hizi tunazifanya kuwa shina moja kama tulivyofanya hizi za mwanzo. Zote za mwanzo niligawa kwa dread tatu. Kwa mashina matatu nikayafanya kuwa nywele moja. Na ikumbukwe pia na haya matatu nao yaona unene wake huu haukuwa hivi mwanzo. Mwanzo zilikuwa ndogo sana, lakini kwa wa mwanzo alishaungaga na nyuzi kama nilivyosema, alishachonaga na sindano ya uzi. Kwa hiyo mwisho wa siku zinakuja zinachakaa. Zile nyuzi zikichakaa, nywele inarudi tena kama mwanzo, zinaanza tena kuchambuka. Ndio maana tumeamua kufanya njia hii ambayo ndio salama kabisa, na nywele haitofumuka tena, wala hata mtu hawezi kujua kama uliunganisha nywele zako kadhaa. Tofauti na mwanzo zilikuwa zinaonyesha, kwa sababu kwanza nyuzi madhara yake inakuwa zinaonekana alafu zinapunguza muonekano, zinafanya dread zionekane sio nzuri sana, muonekano unapungua, yani ubora wa muonekano unapungua. Kwa hiyo hapa guys naendelea kuirekebisha, ndio maana unaona nazidi kucoach, nazidi kuikaza vizuri, nywele zishikane vizuri.
kama unavyoweza kuona. Hapo unaendelea kucoach, maana naiweka sawa na hakikisha kuna sehemu naona tena hapajakaa sawa na rekebisha. Kwa hiyo guys, hivi ndivyo tunavyounganisha dread nyembamba kuwa nene. Guji la vipaji leo nakufundisha hapa. Kwa hiyo unaweza kudondosha komenti zako hapo chini, niambie unayaonaje mafunzo haya. Unayaonaje mafunzo haya jinsi ninavyofundisha? Je, unanielewa au hauelewi? Au nini kiongezeke na nini kipungue? Umeona imemalizika, umeona ilivyonyooka vizuri, umeona zote zina size moja, zinafanana vizuri kabisa. Umeziona hizi ndugu mtazamaji? Umeona dread zetu zinaonekana. Ina maana huyu kuanzia leo dread zake zitakuwa nene kiasi hiki, hata zikirefuka sana zitakuwa katika unene huo. Sasa mwisho wa siku kwingine sikuonyesha, ni kwa sababu nimesha kuonyesha mwanzo. Kwa kama mwanzo pamekupita, unaweza kurudia tena ukaona. Njia ni ile ile. Kikubwa ambacho cha kuzingatia sana ni jinsi ya kugawa mistari, kuvigawa hivi vyumba vikafanana. Kwa hizi zingine 3 zimebaki, nazo tunaenda hizi hapa, nazo naenda kuziunganisha ili lipatikane shina moja. Ukiziangalia hizi nywele vizuri, ukiangalia kila shina unakuta nalo shina lina mashina mengine. Ndani ya kila shina kuna mashina mengine. Haya ndio ambayo aliungwa na nyuzi. Kwa baada ya kuzifumua zile nyuzi, kuzitoa zile nyuzi, ndipo yakaonekana hivi. Kwa sasa na haya tena tunayafanya kuwa shina moja. Kwa hiyo namna hiyo. Ina maana sasa ukimkuta mtu ambaye pia dread zake ni nyembamba sana, unaweza kuchukua hata, sio lazima uchukue mashina 3. Utachukua hata mengi, hata 5, hata 6 kulingana na uembamba wa hizo dread za huyo mtu utakavyokuwa. Mimi hapa nimechukua 3 kwa sababu yale 3 pia yalikuwa tayari yalishaunganishwa mpaka kuwa katika unene ule, tayari yalikuwa yashaunganishwa. Unakuta shina moja lilishaunganishwa na dread karibu 5, 4 kawa vile. Ina maana huyu mtu mwanzo alikuwa na dread zile nyembamba sana, na ndio maana imekuwa hivi guys. Kwa hiyo pia huyo mtu anayetaka kuunganisha dread zake, utaangalia umeziona hizi zilivyo. Umeona kila shina ukiliangalia lina idadi pia za dread ndani yake. Kwa hiyo tunaunganisha namna hiyo. Kwa hiyo make sure unahakikisha unaangalia vizuri nywele za mtu zikoje, na process unazozitumia au hatua utakazotumia ni vile vile kama ninavyokuelekeza mimi au kama nilivyoelekeza mimi. Ndivyo utakavyofuata. Utaanza kwa kugawa mistari, utagawa viumba. Ukishagawa viumba, baadaye kinachofuata unakuja unazichana. Unaanza kucroch kwa kule chini kabisa. Ukisha coach kule chini kabisa, zikianza kushika, unaanza kuzichana zile zilizobaki juu na chanuo la chuma. Baada ya kuchana na kitana cha chuma, baada ya kuchana zikishakuwa zimechambuka, unaanza una coach. Umeona hapa tumemaliza. Si unaona kazi imeisha? Umeona dread ilivyotoka, imetoka vizuri, tofauti na pale mwanzo uliona alikuwa mashina 3, tumeyafanya kuwa shina moja, na tena shina ambalo linakuwa lina afya kabisa, vizuri kabisa guys. Namna hiyo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, jina langu naitwa Guji la Vipaji. Kwa mahitaji ya huduma zangu unaweza ukanicheki kwa namba ya simu ya 0712644408. Kwenye mitandao ya kijamii ni Guji la Vipaji, Facebook, Instagram, TikTok ni Guji la Vipaji. Lakini pia kwa mahitaji ya kuanza dread, kulipea dread, kuunga dread pamoja na kufumua dread. Umekaa na dread muda mrefu unahitaji kufumua, Guji la Vipaji inafumua pia. Unahitaji kuanza nywele za kawaida natural, nywele za dawa, zote Guji la Vipaji naanza. Lakini sio hizo tu, Guji la Vipaji nasuka misuko ya aina zote, yebo, no dress, nywele za aina nyingi, weaving na kila kitu. Pia nachora tattoo za muda mrefu na muda mfupi, yani permanent na temporary. Kwa hiyo kwa mahitaji ya uchoraji wa tattoo, ya muda mrefu kwa mashine, lakini pia wanja wa tattoo usiofutika, Guji la Vipaji nafanya. Lakini pia nafundisha kuchora maua ya piko, nafundisha uchoraji, lakini pia hata maua ya piko na chora kwa mabibi harusi. Hivyo karibuni sana, lakini pia kitu cha msingi na kuomba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asante, ulikuwa nami Guji la Vipaji. Tukutane wakati mwingine katika video nyingine. Nadhani umeona dread zetu ndo hizo zimeshaisha na kazi imeisha. Hakuna kilichojificha, kila kitu nimeonyesha na kila kitu kimeonekana. Kwa hiyo karibu, endelea kufuatilia na Mungu awabariki. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.